Mwenyezi Mungu ndio tajiri na ndio mwenye kushukuriwa. Huu fahamu wa mwanzo, ndugu yangu Muislamu, tuuchukue, tuuzingatie, tuufanyie kazi, halafu angalia athari yake katika nafsi yako. Mimi na wewe ni mafakiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ndio tajiri, ndio anayemiliki kila kitu. Mimi na wewe mbele ya Mwenyezi Mungu ni takataka, hatuna thamani ya aina yoyote. Hakuna ambalo tunaweza tukalifanya likawa lina thamani isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukipata ufahamu huo, utaelewa nafasi yako na utaelewa nafasi ya Mwenyezi Mungu. Na utakapokuwa unafanya ibada na ukaelewa kwamba wewe ni fakiri mwenye kumhitajia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, utahisi ladha ya ibada yako. Lakini ukiwa unafanya ibada unahisi kwamba unajiweza, ni mjuaji, una elimu, una cheo, ni tajiri, una familia, una watoto, sijui una nini, huwezi kuhisi ladha katika ile ibada. Lakini ukihisi kwamba huna lolote na unayemfanyia ibada ndio ambaye unamtegemea kwa kila kitu, utahisi ibada yako unaifanya na utahisi ladha ya ibada hiyo. Kwa jambo la kwanza ni kutambua kwamba sisi ni mafakiri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.